Karibu kwenye hadithi tamu zenye mafunzo, burudani na hazina ya lugha yetu adhimu. Leo tunakuletea simulizi maalum yenye mshangao na mafunzo makubwa inayoitwa Ndoto Yangu Mgeni wa Ajabu. Nilikuwa nimechoka sana siku hiyo. Kazi nyingi, mawazo mengi na moyo mzito. Nilipolala nilijikuta katika dunia ya ajabu, dunia ya ndoto. Nilikuwa nikitembea kwenye kijiji kisicho na jina, lakini kila mtu alionekana kunijua. Nilipofika katikati ya kijiji, nilimwona mtu mmoja aliyesimama kivulini chini ya mti wa mkuyu. Alikuwa mrefu, mzee kiasi, lakini uso wake ulikuwa na nuru ya ajabu. Alikuwa na macho yaliyojaa hekima na sauti yake ilikuwa laini kama upepo wa jioni. "Karibu sana," alinong'ona. "Nimekuwa nikikusubiri." Nikashangaa. "Kukunisubiri? Mimi ni nani?" Akatabasamu kisha akasema, "Wewe ni yule mwenye ndoto kubwa lakini anayesita kuanza. Nimekuja kukuonyesha kile unachoweza kuwa kama ukithubutu kuamini." Kwa mshangao, alianza kunionyesha matukio ya ajabu kwenye hewa kama kwenye sinema. Niliona watoto wakitabasamu wakisikiliza hadithi zangu, niliona watu wakiguswa na maneno yangu, na niliona jamii ikibadilika kupitia kile ninachokipenda kusimulia. "Mimi ni sauti ya tumaini," aliniambia, "lakini inaweza tu kuishi ikiwa wewe utachagua kuniamini." Nilitaka kuuliza zaidi, lakini ghafla kulikuwa na mwanga mkali na nikaamka. Jasho lilinitirika, moyo ulinidunda, lakini ndani yangu kulikuwa na amani mpya. Tangu siku hiyo, ndoto yangu haikubaki kuwa tu ndoto. Ilikuwa ni mwito wa kubeba hadithi, kuamsha fikra na kugusa mioyo. Asante kwa kusikiliza hadithi yetu ya leo hapa kwenye Tunu za Kiswahili. Usiache kufuatilia hadithi nyingine nyingi zenye mafunzo, hamasa na uzalendo. Hadi wakati mwingine, kumbuka kila ndoto ina thamani, ila ni wewe kuichukua hatua.